Meli tatu zimeshambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, mlango muhimu wa bahari ambao husafirisha mafuta mengi duniani. Meli moja ya kibiashara ilishambuliwa na kuharibiwa karibu na pwani ya Falme za Kiarabu. Nyingine kaskazini mwa Oman. Waliokuwemo waliokolewa baada ya meli hiyo kuwaka moto, na ya tatu ilishambuliwa katika eneo ambalo halijatangazwa rasmi tarehe 11 mwezi Machi. Wakati huo huo, jeshi la Marekani linasema limeharibu meli 16 za Iran za kuweka mabomu chini ya maji katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Takribani asilimia 20 ya mafuta ya duniani hupita katika bahari ya Hormuz, na vita nchini Irani vimepunguza sana usafirishaji wa mafuta kupitia eneo hilo la bahari na kusababisha bei ya mafuta kupanda. Awali Irani ilikuwa imesema itaishambulia meli yoyote inayojaribu kupita eneo hilo, ila usafiri mdogo wa meli umeshuhudiwa katika sehemu hiyo ya bahari. Kufungwa kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz unaweza kuongeza zaidi gharama za bidhaa na mafuta duniani na kuathiri baadhi ya mafuta yenyewe. Uchumi mkubwa zaidi duniani ikiwemo China, India na Japan ambazo ni miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa mafuta ghafi yanayopita eneo hilo. Mlango wa bahari wa Hormuz ni nini na uko wapi? Mlango wa bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani na pia ni kitovu cha kusafirisha mafuta kutoka nchini Iran. Mlango wa bahari wa Hormuz una kina cha upana wa takriban kilomita 500 katika sehemu zake za kuingilia na kutoka, na kilomita 33 katika sehemu yake nyembamba zaidi na kuunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Kiarabu. Mlango wa bahari wa Hormuz una kina cha kutosha cha kupitisha meli kubwa zaidi za mafuta ghafi duniani na kinatumika na wazalishaji wakuu wa mafuta na gesi katika Mashariki ya Kati pamoja na wateja wao. Mwaka 2025 takriban mapipa milioni 20 ya mafuta yalipita mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni zaidi ya dola bilioni 600 kwa mwaka. Mafuta hayo hayatoki tu Irani bali na pia hutoka kwa mataifa mengine kama Ghuba kama vile Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Shirika la uendelezaji wa biashara ya baharini la Uingereza lilitangaza Jumamosi kwamba limepokea ripoti kadhaa kutoka kwa meli zinazofanya kazi katika Ghuba zikionyesha kwamba zimepokea ujumbe kuhusu kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Israeli na Marekani zilianzisha mashambulio dhidi ya Iraq Jumamosi kufuatia mikutano kadhaa iliyosimamiwa na Oman kati ya Tehran na Washington ili kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kuzuia vita. Lakini huku kukiwa na mvutano kati ya Marekani na Iran ilikuwa imeonya kwamba ingefunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu zaidi ya meli duniani kwa ajili ya mafuta, iwapo vita vitatokea. Takriban 1/5 ya uzalishaji wa mafuta ghafi duniani hupitia njia hii nyembamba ya bahari ambayo haina upana wa zaidi ya kilomita 40 katika sehemu yake nyembamba zaidi. Huku mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiendelea, utawala wa usafiri wa baharini wa Marekani na idara ya uchunguzi ulitoa maoni Jumatatu Februari 9 ukishauri meli za kibiashara zenye bendera ya Marekani kukaa mbali iwezekanavyo na maji ya eneo la Iran. Kufuatia tangazo hilo, bei ya mafuta duniani ilipanda kwa zaidi ya 1% kabla ya kushuka kidogo siku iliyofuata. Sir Alex Yoga, mkurugenzi wa zamani wa huduma za ujasusi ya kigeni ya Uingereza, wakati wa wimbi la mvutano uliopita kwa BBC kwamba
Kufungwa kwa mlango wa bahari bila shaka kungekuwa mgogoro mkubwa wa kiuchumi kutokana na athari yake ya moja kwa moja kwa bei ya mafuta. Takwimu kutoka kampuni ya uchambuzi wa meli za baharini zilizoonyesha kuwa zaidi ya mapipa milioni 20 kwa siku kwa wastani ya mafuta ghafi vimiminika vya msongamano mdogo mara nyingi hutolewa kutoka gesi asili na mafuta vilipita mlango bahari wa Hormuz mwaka jana. Hii inawakilisha takriban dola bilioni 600 kila mwaka katika biashara ya nishati baharini. Irani pamoja na washirika wake wa OPEC kama vile Saudi Arabia, UAE, Kuwait na Iraq hutegemea mlango wa bahari kusafirisha sehemu kubwa zaidi ya uzalishaji wake wa mafuta, hasa kwa masoko ya Asia. Usumbufu wowote katika njia hii ya bahari pia utasababisha usumbufu unaoonekana katika minyororo ya usambazaji wa mafuta duniani pamoja na athari za haraka kwa bei. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kwamba athari mbaya zaidi zinaweza kuongezeka kwenye mzozo kati ya Israel na Iran. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia inayounganisha Iran na usultani wa Oman, ingawa upana wake katika mlango wa njia yake ya kutokea ni takriban kilomita 500 na sehemu yake nyembamba zaidi katikati ni takriban kilomita 400. Sehemu ya kati njia ya bahari ina kina cha kutosha kwa meli kubwa kupita. Wataalamu wengi wanaamini kwamba hatua za kijeshi ndiyo njia inayowezekana zaidi ya kuvuruga safari za meli baharini, kama hii iliyotokea hapo awali wakati wa vita vya Irani na Iraki kati ya mwaka 1980 hadi mwaka 1988. Mfumo wa kujilinda. Wachambuzi wanasema kwamba kwa Irani kufunga mlango wa bahari wa Hormuz ni aina ya kuzuia sawa na kumiliki silaha ya nyuklia. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikipinga kwa muda mrefu harakati za Irani na mpango wa nyuklia wa kijeshi, huku mataifa makubwa yakisisitiza mara kwa mara kwamba hayataruhusu Tehran kutumia eneo lake la kimkakati la kijiografia kudhibiti usambazaji wa nishati duniani. Wataalamu wanatabiri kwamba Iran inaweza kufunga mlango bahari huo kwa muda, lakini wengi wao wana uhakika kwamba Marekani na washirika wake wanaweza kurejesha haraka mtiririko wa safari za meli baharini kwa kutumia njia za kijeshi. Ripoti ya mwaka 2012 kutoka kwa US Congressional Research Service ilionyesha kwamba Iran inaweza kufuta mkakati wa hatua kwa kufunga mlango bahari Hormuz, ukijumuisha yafuatayo: kutangaza marufuku ya usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz bila kubaini wazi madhara ya kukiuka marufuku hiyo, kutangaza kwamba meli zinazopita zitakaguliwa au kutaifishwa, kufyatua risasi za onyo kwa meli, kulenga meli maalum, kuweka mabomu ya baharini katika mlango huo na Guba, kutumia manowari na makombora kulenga meli za kibiashara na za kijeshi. Wakati wa vita vya Irani na Iraq, Irani ilitumia makombora ya Silkrom na kuweka mabomu ya baharini katika maji ya Guba. Moja ya mabomu haya uharibifu ilipiga meli ya USS Samuel B. Robert na kulifanya jeshi la Marekani kulipiza kisasi. Irani ilishindwa kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz, lakini ilifanikiwa kusababisha ongezeko kubwa la malipo ya bima ya meli za baharini na kusababisha msongamano mkubwa wa baharini wakati wa kutokea kwa Guba. Wataalamu wanatabiri kwamba mojawapo ya mbinu bora zaidi za Iran za kusimamisha takriban meli 3,000 zinazopita kwenye njia ya maji kila mwezi itakuwa ni kuweka mabomu kwa kutumia boti za mashambulizi ya haraka na manowari. Inawezekana kwamba jeshi la wanamaji la Irani na jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi wataanza mashambulizi dhidi ya meli za kivita za kigeni na meli za wafanyabiashara.
Kinyume chake, meli kubwa za kijeshi za Irani zinaweza kuwa shabaha rahisi kwa mashambulizi ya anga ya Israel au Marekani. Utawala wa Iran una aina mbalimbali za meli za juu, boti zinazoweza kuzamishwa nusu na manuari, na boti zake za haraka kwa kawaida huwa na makombora ya kuzuia meli. Maeneo ya ufuatiliaji wa baharini yanayotumia picha za satellite zinaripoti harakati za meli za kijeshi za Irani karibu na mipaka ya kusini mwa bahari ya nchi hiyo. China ni mojawapo ya watumiaji wakubwa wa mafuta yanayopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, kwani Irani inauza sehemu kubwa ya mafuta haya kwa bei ya chini kuliko bei za soko la kimataifa, na inachukuliwa kuwa njia muhimu ya kiuchumi inayosaidia Tehran kukabiliana na vikwazo vya Marekani. Inakadiriwa kuwa China inachangia takriban 90% ya mauzo ya nje ya mafuta ya Iran kwenye soko la kimataifa kati ya mwaka 2024. Tishio linaloendelea la kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kwa miaka mingi linazifanya nchi zinazosafirisha mafuta nje katika eneo la Ghuba kubuni njia mbadala za usafirishaji nje. Kulingana na ripoti ya mamlaka ya habari za nishati ya Marekani, Saudi Arabia imeanzisha bomba la mafuta la Mashariki Magharibi. Laini yenye urefu wa kilomita 1200 inaweza kusafirisha hadi mapipa milioni 5 ya mafuta ghafi kwa siku. Mwaka 2019 Saudi Arabia ilitumia tena bomba la mafuta asili kwa muda kusafirisha mafuta ghafi. Falme za Kiarabu pia zimeunganisha maeneo yake ya mafuta ya ndani ya bahari ya Fujairah kwenye Ghuba ya Oman kupitia bomba lenye uwezo wa kusafirisha mapipa milioni 1.5 kwa siku. Mnamo Julai mwaka 2021, Iran ilizindua bomba la mafuta la Gueljak lililoundwa kusafirisha mafuta ghafi hadi Ghuba ya Oman. Bomba hili kwa sasa lina uwezo wa takriban mapipa 350,000 kwa siku, ingawa ripoti inaonyesha kuwa Irani bado haijafikia lengo hili.